Tumefuatilia michezo mingi. Mimi unajua binafsi toka mfumo uanze mimi huwa nafuatilia. Wachezaji ndio wanakuwa wa kwanza kushindikiza kama unafuatilia vizuri. Na huo mfumo upo duniani kote. Kanuni umeiona mpya. Achana na hiyo kanuni. Subiri basi. Hiyo kanuni ipo kwa ajili ya kuwekwa kwa ajili ya kubana kitu fulani. Ngoja umeiona hujaiona? Nimeiona, lakini hiyo kanuni haina mantiki kwa sababu wachezaji ndio wanahusika kwenye eneo husika la mchezo. Acha kocha ambaye yuko nje kule. Wao ndio wako karibu. Kocha anaonaje kule kati ni mbali? Anawezaje yeye kukiri kwamba lile ni kweli ama sio kweli? Wenye mamlaka kushindikiza tukio lile ni wachezaji kwa sababu wapo eneo husika la tukio linakofanyika, sio kocha. Ni kwenda kumbebesha mzigo ambaye sio, ili mradi kwamba kocha kule yeye hakuona, ili mradi binafsi anaweza akasema ile kawaida tu. Kwa sababu hakuona anataka kushindikiza katika tukio hajaliona. Lakini wachezaji wako eneo la tukio na ndio wenye mamlaka kushindikiza lile jambo. Na tunaona hata kwenye VAR kote inapotumika, wachezaji ndio wanaenda kushindikiza lile tukio, sio kocha. Ila hicho kipengele kinawekwa makusudi. Sawa, ili mradi kupunguza kasi ya baadhi ya matukio na kuwalinda waamuzi wao. Kama maamuzi mpaka leo hana faini, anaenda kupewa onyo. Wewe unategemea kuna nini hapa? Kisa tuna AFCON mwakani. Kama una AFCON mwakani, kama una mwamuzi bora, huna mwamuzi bora tu. Usilazimishe mtu awe bora na kati uwezo wake bado wa kawaida. Kama umemletea mfumo na akashindwa kutofasiri huo mfumo na kwenda kutoa maamuzi yetu unaenda kumpa onyo. Muondoe kwenye seti ya waamuzi. Unamvumilia wa nini? Kwa hiyo hiyo kanuni imewekwa kwa ajili ya kuleta kupunguza kasi fulani na kuwalinda waamuzi wao. Na ndio maana hiyo kanuni imeletwa. Lakini unaweza kuniambia kocha akashindikize kocha, akati kocha acheze. Ni kwa mujibu wa kanuni ya 20 kifungu cha 4 sehemu ya 4 ibara ya kwanza inasema ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi. Ni kocha mkuu au kiongozi mwingine kwenye benchi pekee ndio wenye haki ya kuwasilisha ombi la marejeo ya tukio katika FOVS kwa kuwasiliana na mwamuzi wa akiba kwa maana ya fourth official. Either kwa mujibu wa kanuni hiyo iwapo mchezaji ataona tukio linahitaji marejeo kwa maana ya FOVS atatakiwa kuwasiliana na kwa ishara na kocha mkuu au kiongozi wa benchi lake la ufundi ambaye ndiye atakayewasilisha hilo ombi. Ni marufuku kwa mchezaji kumkabili, kumlalamikia au kumshinikiza moja kwa moja kwenda kwenye marejeo ya FOVS. Mchezaji atakayekiuka masharti hayo ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni ya 17. Kwani kaanza kuonekana chama tu? Angalia mchezo wa Kagera dhidi ya Simba. Kulikuwa na tukio gani pale Kagera walikuwa wanashindikiza? Kama unakumbuka. Mama mchezaji alionao. Umesahau ile tukio? Watu wanasema kama wachezaji wa mnyama wamekubu. Nisikie sasa. Mechi ya Kagera na Simba. Kuna tukio lilionekana beki wa Simba kafanyaje? Kaunawa mpira. Hawakushindikiza. Mechi ya Pamba na Simba. Haukuona wachezaji wa Pamba walivyokuwa wanashindikiza pia kwa maamuzi kwenda kujiridhisha. Kwa hiyo watu wasiangalie tu kwamba kaonekana mchezaji fulani, na wao kiuhalisia hiyo kanuni waifute, haina maana. Wenye mamlaka kushindikiza ni wachezaji ambao wako eneo la tukio, sio kocha. Labda hii kanuni imewekwa kwa sababu bodi pamoja na shirikisho wameona kwamba wachezaji kuna muda kama wanavuka mipaka, kuna muda refa anamzonga kama anataka kumtia. Hiyo ni utaratibu tunaona mechi zote za kwenye Cup, tunaona wachezaji wanamfuata maamuzi ana maamuzi yake. Ukimfuata ovyo ovyo unakula umeme. Hakuna kucheka nayo. Maamuzi yagusu yani kirahisi. Kanuni ipo na sheria ipo ambayo inambeba mwamuzi. Kwa hiyo hiki kimfumo kilicholetwa kisije kuleta ugogoro pale ndani na kuwabana watu wakakosa haki zao za msingi. Huwezi kuniambia eti kocha ndo anatakiwa kumshindikiza mwamuzi aende kwenye FVS. Aliona tukio vizuri? Mchezaji ndio yuko eneo la tukio ameona. Huwezi kumwambia akamwasilisha kwa ishara kwa kocha wake. Kocha inawezekana akawabize muda huo asimwangalie mchezaji wake. Je, ndio tukio litafanyika? Kwa hiyo hicho kipengele mimi nakiona tu wamekiweka TFF. Wakifute mara moja hakina faida. Wachezaji ndio wenye mamlaka wa kuona lile tukio na kumshindikiza mwamuzi aende akachungulie. Sasa kama mchezaji atakiwi kumshindikiza mwamuzi wakati ndio anacheza, wapi na wapi? Nataka nikashindikize mimi shabiki. Tuje kwenye hii hoja, hilo amelijibu. Tuje kwenye hii hoja. Inasemwa kwa sasa kikosi cha Simba kinatabilika tofauti na wananchi Yanga Afrika, kwa maana ya kwamba ukimtoa Elie Mpanzu, ukimtoa Anicet Oura pamoja na Libase Geye, ukimtoa Elie Mpanzu, ukimtoa Anicet Oura pamoja na Libase Geye, Simba umewakata mishipa ya pumzi. Wanakuwa hoi taabani. Kikosi cha mnyama kinatabilika kwamba hoja, mtoe Elie Mpanzu, mtoe Anicet Oura, mtoe Libase Geye, anaingia nani na Simba iwe kwenye moto ule ule? Timu gani haitabiriki kwenye NBC Premier League? Yanga Afrika unaambiwa. Ina mchezaji gani ambaye atabiriki? Hao wengine walioletwa kama mafungu ya nyanya wote hawana kazi. Albert Kangwanda. Kuna mchezaji bwana huyo. Mchezaji unamzungumzia. Sasa ngoja. Useni za kwani. Hao wachezaji unawataja kwenye mechi ndogo.
au walingala kwenye mizizi kwenye ngao ya jamii. Baada ya hapo, au unamzungumzia Shashaman? Tutawaona, kwani Champions League si ndio inaanza? Au unamzungumzia Shashaman? Nisikilize, Champions League si ndio inaanza hivi karibuni. Peter Shalulile. Tutawaona kama kweli wamesajili wachezaji kwa ajili ya mashindano au wameleta wachezaji kwa ajili ya kuja kucheza singeli. Tutawaona. Nimesema Champions League ipo Peter hapo. Shalulile. Sijajua, wewe umesema wana wengi. Sababu Simba ukiangalia hawajaondokewa na wachezaji wao. Wachezaji wote Simba wapo. Au wachezaji unaowataja ndio kwanza wameingia na bado hawajaingia kwenye mfumo wao. Inafia wapi hoja? Inafia wapi hoja ya anayesema kikosi cha Simba kinatabilika, ukimshika Anise Ora, mtoe Libasegeye, mtoe na Elim Panzu, Simba kwisha. Hayo maneno umesema nani? Simba alitoka David Kameta baada ya kula umeme. Akaingia huyu bwana mdogo kutoka Azam. Sawa? Kilitokea nini? Tena ndo alikuwa mara 3 ya yule aliyotoka. Si umeelewa kwa makini? Simba unakutana anatoka pale Neo Maema, lakini unakutana anaingia na Kevin Nation anaumwaga kama kawaida kwenye kiungo hapo. Sawa? Hapo kwenye kiungo hapo. Sasa unaniambiaje kwamba Simba yakitoka fulani hayupo? Wakati uko unaposema Libase, Elim Panzu, sawa? Anse Oula, bado kuna Karesto. Sasa twende tuzungumze tena. Winga yuko nje. Mimi nataka twende kwenye hoja ya hiki kwamba kikosi cha Simba kinatabilika. Mimi nataka tutoke huko ili unijibu. Tuanze na tumtoe Elim Panzu. Kwenye nafasi yake anaanza nani? Elim Panzu. Elim Panzu kwenye winga yake si kuna Libase. Acha. Elim Panzu sasa hivi anachezeshwa force namba 9 lakini ni winga. Sawa, ila kwa sababu mwenye nafasi yake bado hajaingia kwenye mfumo na ndio maana yeye anaendelea pale alipoishia. Tunasema tuwatoe kabisa wasiopo, tumtoe Elim Panzu. Anaingia nani hapo kwenye nafasi yake? Nafasi hiyo namba 9. Namba 9 si yuko Dumbia. Ukimtoa Dumbia pia bado kuna mwingine kasajiliwa Ismail Mgunda anaweza kucheza hiyo nafasi. Sawa. Libase Geye tukimtoa kwenye nafasi yake anaingia nani pale? Karesto Maclau. Magawa. Yupo hapo anaingia kwenye hiyo nafasi. Tukimtoa Anise Ora kwenye nafasi yake anaingia nani pale? Bado atakaye kwenda kukiwasha kwenye hiyo nafasi. Yani Setiora. Nje. Akitolewa nje. Nje yupo nani? Winga tunayo mwingine Maurice Abraham. Yupo anaenda kucheza hiyo nafasi. Kukiwasha vile vile. Kama kawaida na sasa hivi Maurice anaanza. Kila mechi sasa Maurice anaanza. Toka dabi kule kwenye ngao ya jamii Maurice anaanza. Ni mtoto ambaye karejea pale alipoachia. Maana mtoto alianza vizuri. Baadaye akaja kumaliza tofauti sababu alikaa sana benchi. Lakini msimu huu mwalimu amemwona na kitu, anaenda kumwanzisha moja kwa moja. Hii Simba mwaka huu mimi binafsi naiona mbali zaidi tofauti na watu wanavyoitafasiri. Na ndio maana unaona kwamba tunavyokula hizi red, kuna watu watakula sana hizi red kuliko Simba. Kwa sababu hizi red tumekula kwenye michezo migumu. Lakini kuna michezo ambaye hailazimishi wachezaji wetu kuwa na jaziba. Maana unajua ukiona mpaka mtu anaenda kula red anashagongwa gongwa sana. Unajua mechi ya Singida wachezaji wetu waligongwa sana. Cheza sana alafu kwa sababu wameidiwa magari. Kwa wachezaji wetu unakuta ile damu ishachemka. Mechi ya Singida ilikuwa na ahadi. Hujui. Magari sio hela, magari. Toyota Crown. Lakini hawakupata yoyote. Labda wakawape za kwenye magazeti. Wabaki nazo nyumbani. Kila mechi ambayo tunacheza sisi na Singida lazima wapewe ahadi. Kwa sababu si ndio timu ambayo wanategemea itatusumbua sisi, itatuwekea kigingi ili wao wapate pumzi. Tumegonga sasa. Chuma zile mbili za msimu uliopita. Walipata penalti sio akanyimwa, sijui kulikuwa na nini. Haya msimu kulikuwa na nini? Mwisho wa siku tukaambulia kupigwa umeme na watu tumechukua alama 3 au tunarejea nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini huu mpango mkakati uliokuwepo, waamuzi watakuwa utumie vizuri huu mfumo. Mfumo ni mzuri. Ndio maana kuna baadhi ya mataifa pia kweli unaonekana wanaohitaji mfumo, watumie ni mzuri. Lakini waamuzi wasiutumie huu mfumo kwenda kuwanyongonyesha watu. Wautumie huu mfumo kwenda kusaidia mpira wetu. Na wao kwenda kupunguza matatizo yao ya kila siku kulalamikiwa kwamba waamuzi wa Tanzania ni wabovu. Kwa hiyo huu mfumo pia umekuja wao kuwasaidia. Hao maana yake wamepata suti ya kuwalinda. Kwa hiyo wautumie vizuri utawasaidia, lakini wasifanye kwa matakwa yao binafsi. Waamue kutokana na matukio jinsi gani yalivyo. Mfumo ni mzuri. Kipi ambacho ulikuwa unataka kukizungumza kwa wana Simba kutokana na timu yenu mnavyoiona kwa msimu huu? Kikubwa mimi rai yangu kwa wana Simba, mashabiki pamoja na wanachama, viongozi, benchi la ufundi, wachezaji, kikubwa kila mmoja play part yake kwenye position ambayo yupo. Hii itatusaidia sana. Lakini tukisema kila mmoja avutie anapopataka yeye, hatuwezi kufika. Juzi wakati Simba anashinda dhidi ya Singida nikaona mwanachama nadhani wa Simba Sports, mwanadada anaitwa Agi Simba akaandika, maskini Simba yetu inapambana kushinda lakini bado kuna watu wanapambana na wenyewe kwa upande wao washinde kiupande wao. Yaani kwamba pamoja na kwamba timu inashinda lakini kuna watu wanataka washinde wao. Yaani kwa maana kwamba kwenye ile mechi kuna watu ndani ya Simba walikuwa wanataka Simba apoteze. Sio kweli. Hayo ni maneno yake na utashi wake ambaye ameona yeye inapaswa kuzungumza kwa wakati gani. Hakuna mwana Simba ambaye anataka Simba yake ifungwe hata siku moja. Huyo sio Simba, huyo amekuja Simba kujitafutia maisha, lakini sio Simba. Lakini niambie tena mwana Simba hataki Simba yake ifungwe, sio kweli. Hakuna Simba wa hivyo. Ila kwa sababu yeye kwa utashi wake ameona hiki nikikiongea kitakuwa sawa,
haina shida kwa sababu ni maoni yake, siwezi kuzuia maoni yake. Lakini mimi napingana nayo. Makundi yamekwisha ndani ya Msimbazi. Makundi hayawezi kuisha kwa sababu wao wenyewe viongozi tu hawako sahani moja. Unajua siku zote ukitaka familia iwe bora, lazima wazazi wawe kitu hiki kimoja na familia yao itakuwa bora. Lakini kama wao wenyewe ndani hawako pamoja, makundi hayawezi kuisha. Yaani kuisha kwa makundi ni wao kuongea lugha hii moja. Kwani Simba ile miaka 4 baki to baki, kulikuwa na mshabiki yote anagombana na shabiki mwenzake kwenye ile miaka 4? Maana timu inafanya vizuri. Matatizo hayawezi kukosa kwenye sekta yoyote. Lakini yasiwe ya kutoka nje mpaka wale nje wasikie. Mnamalizana wenyewe ndani. Lakini wao wenyewe ndani tu wanatoka nje. Yanatoka nje. Wao unategemea huku kwa mashabiki kunatokea nini? Kama ikiendelea hivi, kwa hiyo ile kauli ya Yanga ile mwakani tena na kuchukua ubingwa sio kwa sababu kwamba sisi kuna miruzi sana inaendelea ndani ndio wao sababu ya kuwa ubingwa. Kwa sababu kaangalia hata msimu mpaka wameingia nyumba nyeupe, kwa nini kulikuwa miruzi Simba ipo? Kikubwa tu ni sisi kupanga mipango yetu mkakati, kuhakikisha timu inacheza mpira vizuri na wachezaji wanapata stake zao vizuri. Ndio kitu cha msingi kwa sababu sisi hatuingii uwanjani. Kwa mtazamo wako ni upi? Nimeona baadhi ya watu wanamshukia mwenyekiti Murtaza Mangungu kitendo cha kuonekana kwenye tukio la Yanga Afrika. Wengi wanasema kwamba mbona akiwepo kwenye sherehe za Yanga? Nimeona kuna jamaa moja big anaitwa nani, anasema kwa nini kila kwenye tukio la Yanga lazima apewe mic na anahutubia tena anaonekana anaongea kwa bashasha. Nilishamjibu kupitia kurasa zangu. Anafurahi. Huyo mtu nilishamjibu kupitia kurasa zangu. Kama mwenyekiti anaonekana kama akiwa Yanga Afrika kule anajiona mwenye amani. Kwanza sisi ambaye tumechupukia kupenda huu mpira, labda hatukusoma alama za nyakati na hatukufuatilia hizi timu jinsi gani zilivyoanzishwa toka enzi hizo. Kuna wapinzani, alafu kuna watani wa jadi. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Hilo neno hata Haji Sande Manara alishalizungumza. Uadui wetu uko ndani ya dakika 90. Tukitoka nje ya dakika 90 si ni familia. Simba na Yanga sio maadui. Sio maadui. Sawa, tulikuwa tunazikana toka kipindi hicho. Ina maana mimi hapa shabiki wa Simba, mimi nikifa, mtu wa Yanga asije kunizika kwa sababu nilikuwa namsema vibaya kuhusu timu yake. Haingia akilini. Kiongozi kwenda kwenye tukio la msiba wa kiongozi wa klabu ya Yanga sio dhambi. Mbona wao walikuja kwa Idi Kajuna? Issue tu kubwa kwamba wao hawakuonesha kupewa maiki na kuzungumza chochote kutokana na protocol labda ili jinsi gani Simba waliweka. Wao taratibu wao, manake kwanza ule msiba haukuwa kwenye klabu ya Yanga. Kwanza tutambue hilo. Msiba ulikuwa kwenye familia ya Mzee Kifuku. Tunamtaja akiwa mbele ya haki, tunamtakia kila heri huko alipo. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kabla. Kwa hiyo alienda kwenye familia ya Mzee Kifuku. Na wake viongozi wa Yanga pia walihudhuria pale kwenye familia ya kiongozi wao kwenye ule msiba kama alivyokuja viongozi wa Simba na viongozi wa vilabu vingine. Lakini iweje sasa kuonekana Mangungu amezungumza kitu gani kibaya alichokizungumza pale? Ulivyomsikia alipopewa kile kipaza. Si alizungumza vitu vizuri tu. Alitoa na saa watu tupendane. Si hivyo? Au kitu gani kibaya alikizungumza? Ila kwa sababu tuna chuki zetu binafsi, mtu anaenda kupelekea. Kwa nini kaenda kwenye msiba wa Yanga? Na kwa nini kaongea pale? Kama kiongozi kwa nini asiongee? Kiza kubwa kinachouma watu sio kuongea, kupostiwa kwenye peji ya klabu ya Juma Mwiko. Kupostiwa kwenye peji ya klabu ya Juma Mwiko, sio yeye kaomba postiwe. Wao wenyewe wameona alichokiongea ni kizuri, kinajenga, wakamposti. Kwani Mangungu aliwaambia ni posti? Ulisikia alisema kwamba nikimaliza kuzungumza hapa naomba mniposti kwenye peji yenu? Hapana. Au kile kipaza kinaonekana ni kipaza cha peji ya Juma Mwiko? Hapana. Sasa tunajua kuna vitu vingine tuzungumze, lakini tuweke akiba ya maneno. Tunajua kwamba kweli ndani ya misimu yake 5 tumekosa ubingwa, tumefungwa mara 6, hakuna siojua. Sawa, kila mtu anajua, lakini kikubwa tu focus na masuala ya msingi. Tusifocus na utashi. Kisa kwamba huyu kaenda kwenye tukio la Yanga. Mbona watu wa Yanga kina Lafatiaji tumeona kwenye tukio la kumzika Idi Kajuna? Hawakuja au mpaka kupewa maiki. Kila mtu ana protokoli zake, ana taratibu zake na wao kumposti kwenye peji hajalazimisha. Mbona mashabiki wa Juma Mwiko wa Simba washaalikwa kwenye matukio ya Juma Mwiko? Juzi tumetoka kuongea hapa. Water player sikaalikwa. Umeua sana. Kwa hiyo tuachane na hizo habari, tuzikane kwa sababu hata wewe ukifa utazikwa na watu wa Yanga. Mimi nikifa nitazikwa na watu wa Yanga. Na watu wa Yanga wakifa tutawazika. Sisi ni watani wa jadi. Tuache utashi. Kuna vitu vingi sana ambavyo nataka tuvizungumzie kabla ya kuja kuangaza mchezo wenyewe. Tuje tuzungumzie kwanza swala la kadi nyekundu, kitu ambacho kimeonekana si kawaida kwa kikosi cha Simba Sports. Huku tumeona baadhi ya wachambuzi wakisema msimu huu ile FVS ama ule mfumo mpya ambao tunautumia kwa sasa hivi ile FVS maana yake ni football video support ama VS video support, ni teknolojia ambayo imekuja kuwaumbua vigogo pamoja na wachezaji ambao ni watovu wa nidhamu. Sasa nataka nikuulize kwanza, kwa upande wako unakubaliana kwamba wachezaji wa Simba ni watovu wa nidhamu? Hamna hicho kitu. Siwezi kukubaliana nacho hata kidogo. Ukiangalia hayo matukio, yani mimi tukio kwangu ambalo lilikuwa lina ukakasi zaidi, ambaye mimi kwangu sikuwa na shaka nalo, ni tukio moja tu
Tukio la Ibrahim Jabali lile hapana. Yaani mapema tu. Yaani hakuna kona. Lile alistahili straight red card. Hakuna hata kucheka naye. Kwa sababu yeye alifanywa rafu. Waliruka juu, mtu akampiga kichwa, lakini mwamuzi pia alichukua hatua, lakini yeye baada ya kupigwa kichwa akarudisha. Yule kapewa kadi ya njano, kitu akashindikiza akaenda kuangalia, kumbe alimpiga kiwiko. Halistahili kula umeme. Lakini ukiangalia tukio la Duchu, halikustahili umeme. Kwa sababu hata hiyo rafu yenyewe pele kapeleka mguu, lakini huo mguu haukuwa na madhara kutokana na mazingira jinsi gani alivyoruka. Leo kuna mtu anarusha mguu hiyo kuzamilia kumvunja mwenzake. Huu moja kwa moja ni straight red card. Lakini pia ukija kuangalia tukio la Murigo la juzi zidi ya Singida, lengo lake ni kwenda kucheza mpira, lakini wakati anapeleka mguu, mpira kaukosa, kaenda kumgusa kwenye kisigino, lakini hakuzamilia kwamba wewe alitaka akamkanyage. Umeona? Na hata rafu yake ilikuwa ya kawaida. Unajua kuna rafu zingine hii sasa, hii imeenda kuhatarisha maisha ya mchezaji mwenzake, unaenda kumpa straight red card. Lakini waamuzi kwa sababu wamepewa lungu, wao wanafeka mpaka migomba. Na kati washambe kwamba ile lungu nenda ukagonge visiki vile vigumu, lakini mpaka migomba wanaenda kugonga kwa sababu wamepewa lungu. Kwa binafsi ni mfumo mzuri umeletwa kwenye ligi yetu, lakini swala la kusema kwamba wachezaji wa Simba ni watovu wa nidhamu, mimi kwangu nakataa, kwa sababu ukiangalia tukio la mchezaji wa Singida dhidi ya mchezaji wa Kagera Sugar, mwamuzi alikuwa Tatu Malogo. Nadhani FVS ilikuwepo kwenye ule mchezo, lakini mwamuzi hakuona lile tukio kwa madai yake la kupigwa mtu kiwiko, mpaka kamati ndio imekuja kuamua. Lakini mwisho wa siku tunasikia mwamuzi amepewa onyo. Yaani mwamuzi kashindwa kutafasiri sheria, lakini kashindwa kwenda kwenye video support kwenda kumsaidia, lakini bado kashindwa kutoa kadi nyekundu. Bado mnasema apewe onyo. Apewe onyo ya nini sasa? EFVS imekuja kwa ajili gani? Si ya kuwasaidia wao pale kwenye matukio ambayo wao wanaona na utatanisho wameshindwa kutoa maamuzi sahihi, kwenda kujiridhisha na kwenda kutoa maamuzi. Sasa kashindwa, eti anapewa onyo. Mchezaji kafungiwa mechi 3, faini sasa hivi ni milioni 5, sio milioni 2 kama zamani. Umeona bwana, ni milioni 5 moja kwa moja. Haijalishi umefanya kosa gani, ni milioni 5. Kwa hiyo sasa ukiangalia mwamuzi anaachwa, yeye ndo anasimamia ule mchezo. Alitakiwa kuondolewa kwenye seti ya waamuzi, lakini pia na yeye kupigwa ile faini ya milioni 5 kama anavyopigwa mchezaji. Lakini waamuzi mpaka leo tumepiga kelele toka msimu ulivyoisha, hakuna faini. Bado anaendelea kuharibu mpira wetu. Kadi ya Anthony Mligo kwa upande wako hakustahili kadi ya. Hakustahili umeme. Kwa sababu dhamira yake sio kwenda kucheza rafu. Dhamira yake ni kwenda kucheza mpira. Unajua mtu anaenda kumpa kadi, unaona kabisa huyu amedhamiria kwenda kumvunja mchezaji mwenzake. Moja kwa moja. Lakini binafsi kwa sababu maamuzi ndo kashaamua, sisi kwetu tunasema limeshapita, tumeshachukua alama zetu 9. Muona bwana, na alama 3 za kadi nyekundu, maana yake alama 12. Tunajipanga kuelekea mchezo wa Coast ambao utapigwa uwanja wa Uhuru, ndio utakuwa mchezo wetu wa kwanza tukiwa kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Na zile mechi hazikuwa nyepesi. Mechi zote tulizocheza away ni mechi ngumu. Kagera hawajawahi kuwa na mchezo mwepesi dhidi ya Simba, lakini Singida hawajawahi kuonyesha mchezo mwepesi dhidi ya Simba. Pamoja tumewafunga michezo yote tuliokutana nayo kwenye ligi misimu miwili, tumewafunga home and away, lakini msimu huu tumeanzia pale pale tulikoishia. Tuliwafunga 2-1 msimu uliopita na msimu huu tena tumewafunga magoli 2-1. Kwa mimi naamini binafsi tumerejea vizuri. Tujipange kwenye michezo ambayo tunapiga hapa nyumbani. Nadhani tuna michezo takriban 4 tutapiga nyumbani. Kwa naamini tutafanya vizuri. Kwenye mchezo dhidi ya Singida kuna tukio la penalty ambayo Simba mlionufaika nayo. Ile penalty ilichambuliwa. Maana ukiona tukio linachambuliwa maana yake lina utata. Ile penalty ya Simba utata wake kwanza. Kwa nini utata wake unauona uko wapi mpaka likawa uchambuzi? Maana tukio ukiliona tukio limekwenda straight halina uchambuzi, maana yake liko sawa sawa. Lakini ukiona tukio limekuwa na uchambuzi mwingi maana yake lina utata. Kwanza fuatilia matukio mengi ya Simba, wachambuzi wengi huwa hawayataki na wala hawakubaliana nayo. Kivipi? Sawa, hata Baka alifanya tukio hilo zidi ya mchezaji wa Coast juzi tu hapa KMC, lakini alizungumzwi. Na alafu mbaya tu ilikuwa anastahili kupewa straight red card, lakini alizungumzwa. Ila matukio ya Simba yanazungumzwa kwa sababu Simba msimu huu ameshapangwa kunyongwa mapema ili atoke kwenye mstari na ikiwezekana apoteze ubingwa mapema. Na ndio maana tumepangiwa hizi mechi za kanda ya Ziwa hizi mapema, mechi ngumu. Unajua kwenye hizi mechi 3 Simba atadondosha alama, lakini kwa kustajabu ya Musa kuyaona Firauni, Simba alidondosha alama. Amefanikiwa kukusanya alama zake 9, pamoja tumeshachukua ledi ya wachezaji 3 na wachezaji muhimu, kiungo, lakini mabeki 2, wote mabeki muhimu hatuko nao kwenye eneo lile. Ukiangalia upande wa kushoto pia hatuna beki tena mwingine. Zaidi sasa hivi tuende tukawachezeshe wale mabeki wakati. Tukawachezeshe labda Hussein Mbegu, lao tukamchezeshe yule nani? Vedatus akacheze kwenye ile position kwa sababu tayari mabeki hao hawapo kwenye hiyo position. Wote tayari wako nje, wengine injured, wengine ndio hivyo washakula ledi. Lakini ukiangalia ile tukio la penalty unasema ndio ukakasi. Lile alikustahili hata hiyo FVS ya nini? Kivipi? Mwamuzi alikuwa pale pale karibu kaona. Mchezaji amemsukuma. Wale watu wametafasiri tofauti. Yule alimsukuma. Wakati anataka kucheza mpira akamsukuma. Yaani anaenda kupiga mpira yuko chini kashasukumwa tayari. Na ndio tukio lilikuwa hivyo. Labda kuna mwingine labda anatafasiri tofauti. Labda mtu kanawa, pale hakunawa, yule alimsukuma kabla hajapiga mpira. Na ndio penalty imeenda kuamuliwa. Na kaenda kujiridhisha kule bado kafunika. Sababu alifunika kabla hata FVS. Wao wakashindikiza akafanyaje?
akaangalie na ndo kaenda kujiridhisha. Kuna uchambuzi nimeona pia watu wamejaribu kuzungumzia tukio ambalo limeonekana kuwa na hilo tukio hilo lilionekana kuna muda Clatous Chama alikuwa anaonyesha mchezaji wa Singida kashika, lakini wengine wanasema penalti. Sasa pale watu wakawa wanajiuliza sasa tushike lipi, la anayesema mchezaji kashika au la penalti? Na inaonekana kama vile mwamuzi alikuwa na shinikizo kwamba watu wakawa wanachambua kwamba labda huenda ni kile ambacho alikizungumza mwenyekiti mzee Crescens Magori kwamba tutakwenda kuangalia namna ya kuwasilisha malalamiko yetu. Tunaona hii FOVS haiko fair kwa Simba. Watu wakadhani labda watu wakaja na maoni kwamba huenda mwamuzi kapewa pressure, kwa hiyo imebidi aweke swali kwamba ingekuwa ni kwa Singida. Ukisema kapewa pressure, kwani Simba ndo walishindikiza wakaangalia ndo akafunika penalty au mwamuzi alifunika penalty kabla kwenda kuangalia? Watu wanachambua kwanza kanuni mpya ambazo zimetolewa kwamba mchezaji hatakiwi kumshindikiza mwamuzi kwenda kuangalia kwenye VAR ama kwenye hiyo video support, lakini walionekana wachezaji wa Simba baada ya ile tukio, mtu kama Clatous Chama anamzonga mwamuzi na nini, aende kwenye video support, wakati kanuni inamtaka mchezaji aende kwenye benchi lake la ufundi akawape taarifa. Wao benchi la ufundi watazungumza na msimamizi wa mchezo, msimamizi wa mechi, sijui ni kamisa, atamuita mwamuzi, watakwenda kulifuatilia tukio na haki itatendeka.